Kutoka tarehe ya leo mpaka tarehe 17, anayesikia tangazo hili, mabasi yote yaliyoko Shekilango yenyewe na wamiliki wao waanze kupaki stendi ya Magufuli. Ni siku moja imepita mara baada ya kauli ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kuwataka wanaofanya biashara ya usafirishaji mabasi ya kwenda mikoani katika stendi ya Urafiki pamoja na Argentina kuweza kuhamisha mabasi yao na kuyaleta hapa katika stendi ya Magufuli. AyoTV na millardayo.com tumeweza kufika Shekilango na kuzungumza na wadau usafirishaji wameipokeaje kauli hii ya mkuu wa mkoa, lakini vile vile tumefika katika stendi ya Magufuli kuzungumza na wadau pamoja na abiria na uongozi wa stendi ya Magufuli wameipokeaje kauli hii ya mkuu wa mkoa na namna gani inafanya kazi katika stendi hii ya Magufuli. Kwa majina anaitwa Mohamed Kiure Msangi. Mimi ni agenti hapa kituo cha Urafiki. Kulingana na hali iliyotokea juzi jana, kwa kweli sisi hatujafurahishwa na mwenendo ule ambao uliochukuliwa na viongozi wetu kuhusiana na swala la kusitisha huduma katika eneo letu la Urafiki na maeneo mbalimbali. Kwa kweli sisi tulikuwa tumefurahiwa sana, na hata wateja wetu abiria, huduma ndio inamfuata mtu, sio mtu aifate huduma. Kwa maana hiyo mimi ningependezwa zaidi serikali wakae na wamiliki ambao ni wawekezaji, sawa, wakae na wawekezaji waweze kulitatua hili tatizo kwa uzuri, kwa sababu kuna mtu anatoka Mbande aende Magufuli akate tiketi alafu arudi ajiandae arudi. So almost ukiangalia ile nauli ni zaidi ya hata ya nauli ya Dodoma, kwa mfano kwa mtu anasafiri kwenda Dodoma au Morogoro. Lakini kuna huduma inatoka inamfuata kule alipo. Kwa sababu si tunatambua sasa hivi sio mtu aifate huduma, ila huduma ndio inamfuata mtu. Sasa kama wao wakilipinga hili swala, kwa kweli watakuwa wamedhulumu wananchi walio wengi, na abiria wetu pia watakuwa wamedhulumiwa na kupotezewa muda wao mwingi. Okay. Pengine biashara ikoje mara baada ya tamko la mkuu wa mkoa? Tamko la mkuu wa mkoa kweli sisi tumelitii, lakini bado abiria wanakuja kufuatilia huduma yao ya usafiri. Basi tunawapa maelekezo waende kule Magufuli, lakini unakuta mtu anapopewa taarifa kwamba kapande gari kule Magufuli, kwanza wengi wanasikitika sana na hawajafurahishwa, walio wengi, asilimia kubwa ya abiria. Naitwa Bravo Faustin, natokea hapa Mbezi. Kwa kitu alichokisema mkuu wa mkoa ni kitu sahihi kabisa, kwa sababu ukiangalia kweli changamoto zipo baada ya kuwatoa kule. Abiria wengi walikuwa wanakilalamika kuwa wanatumia gharama nyingi za pesa kama za usafiri, lakini wamewaleta hapa itakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu hata hapa pia kuna watu vile vile wanatafuta riziki. Unadhani unaona kuna bodaboda, kuna bajaji, kuna watu naomba nao wanatafuta abiria vile vile waweze kupata riziki yote. Kwa hiyo ni jambo zuri alilofanya. Kwa majina naitwa Anthony Peter Kagambo, ni mkazi wa Kijichi Temeke. Nimelisikia tamko la mkuu wa mkoa la kuhamisha mabasi yote kurejesha huduma zake huku stendi kuu ya Mbezi Magufuli huku. Binafsi mimi nimelipokea kwa uzuri, kwa sababu naamini kila kitu ambacho serikali inajaribu kufanya inafanya kwa namna ili kuleta utaratibu mzuri zaidi wa kuondoa usumbufu, japo kila kitu kinakuja na changamoto zake. Hatujajua labda kadri siku zinavyoenda kuna namna gani ambavyo wamejipanga wao ili kuweza kumrahisishia pia mlaji, nikimaanisha abiria wa sehemu mbalimbali kwa hapa Dar es Salaam, kwa sababu kama tunavyoelewa Dar es Salaam ni kubwa sana. Unaona, kama Dar es Salaam ni kubwa, unakuta mtu anaishi Kigamboni, anaishi Kisemvule, anaishi Tegeta, unaona Kwa hiyo unakuta mtu anaishi wapi huku Chanika. Sasa kule mabasi yana vituo vyake. Kwa maana hiyo mtu anayekuwa anasafiri anapata urahisi yani usafiri unakuwa umemsogelea karibu na nyumbani. Kwa hiyo inakuwa angalau ina unafua, kwanza kupunguza muda, matumizi ya muda kufuata huduma iliko
lakini pia matumizi ya hela kama tunavyojua sisi kidogo wa Tanzania tulio wengi, hali zetu sio nzuri zaidi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba mtu unatoka saa 8 mchana, inakubidi sasa wewe aidha uache kazi zako ambazo labda ulikuwa umepanga siku hiyo, uwahi kuja kukaa kusubiri nini, gari. Wakati mwanzoni hapo mtu unaweza ukawa na shughuli zako Kariakoo pale, unajua kwamba mimi nitatoka, gari linaondoka saa 8 labda Shekilango, unaona, unajua kabisa gari linaondoka saa 8 kuelekea mkoani, lakini reporting time labda saa 7:30. Unajua kabisa nitafanya kazi zangu hapa Kariakoo, baada ya muda fulani nitakimbia tu dakika chache na kwa nimefanyaje, nimefika. Kwa majina naitwa Naamini Leonard Nguve, ni kaimu meneja kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli. Hali yetu katika kituo chetu cha mabasi cha Magufuli kwa sasa hivi ni shwari, shughuli zote zinaendelea vizuri, na baadhi ya mabasi tumeshayaona tayari yameshaanza kurudi katika maeneo yao, kwa sababu tangia mwanzo kituo kilipojengwa tunakumbuka kwamba mabasi yote yalikuwa yanaanzia hapa. Kwa hiyo kama ni utaratibu wa parking, wapaki vipi, wanaufahamu vizuri, ni kwamba tu baadhi yao walikiuka taratibu na kanuni za hapa kituoni kwetu. Lakini asubuhi ya leo alfajiri tumeshaanza kuona mabasi yale ambayo yalikuwa na paki nje ya kituo cha Magufuli yameshaanza kurejea, yameshaanza kushusha abiria wote kama agizo lilivyo, na wale wa kupakia wameshaanza kupakia abiria ndani ya kituo cha mabasi. Kituo chetu cha mabasi cha Magufuli ni kweli kwamba sio sehemu ya kupaki mabasi. Kwa hiyo ni sehemu ya kushushia abiria na kupakia abiria. Utaratibu uko kama ifuatavyo. Basi zitaingia masaa 2 kabla ya safari. Kwa hiyo basi itapaki masaa 2 katika parking ambayo watapewa, na baada ya hapo atasafiri. Kuna ratiba maalum ambayo imepangwa, kila basi linajua ratiba yake. Kwa hiyo wanapishana kwa kutegemea na zile ratiba zao. Kwa hiyo kwa kuangalia kwenye parking unaweza ukaona kwamba parking zetu ni chache, lakini kwa uhalisia sio chache, zinatosha, kwa sababu sasa hivi mabasi yanasafiri masaa 24 na yanaingia kuangalia zile ratiba zao walizopangiwa. Na kwa vile hapa sio parking, kila kampuni inaruhusiwa kuwa na yadi yake, ambapo akishashusha abiria hapa anaruhusiwa kwenda kupaki na kufanya labda service mbalimbali na usafi kwa ajili ya chombo chake. Kwa hiyo hapa patabaki eneo la kushushia na kupakia abiria basi.